Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mfuatiliaji wa akaunti yetu hii ya Balkasim 6 TikTok. Hujambo na karibu tena katika kupata mwendelezo wa kisa chetu kile pendwa kabisa kinachojulikana kwa jina la Kifo cha Mwanangu. Kifo cha Mwanangu leo tunaitazama rasmi sehemu ya 79. Kifo cha Mwanangu tunaiangalia rasmi sehemu ya 79. Kabla ya kuangalia sehemu ya 79, ni kuombe wewe ambao bado hujanifollow, tafadhali nifollow na mimi nikufollow back ili mambo yaweze kuwa mazuri zaidi. Sehemu ya 79, kifo cha mwanangu. Kabla ya kusonga mbele, tuangalie kidogo pale ambapo tulipokuwa tumeishia. Naam, tuliishia pale ambapo Abul Qasim sambamba na mama yake Jaafar wapo kwenye msitu wa Korelo, na mama yake Jaafar amemueleza Abul Qasim yale ambayo yalimsibu mpaka kufikia mwanawe katika steji kama ile, na kumwambia kwamba kitendo cha kuruhusu yeye kufuatilia mwanawe ni kwamba hatoweza kutoboa, kwa maana hatoweza kuishi baada ya kumuokoa mwanawe. Lakini Abul Qasim baada ya kusikia hiyo kadhia akasema kumwambia yule mama, utafanikiwa wewe na mtoto wako pia. Nini kiliendelea? Sasa na tusonge mbele. Naam, baada ya mazungumzo yale, Abul Qasim kumwahidi mama yake Jaafar kwamba watatoboa wote, ndipo mama yake Jaafar akamwambia, kama hivyo ndivyo basi nitakupeleka kwa viongozi wakuu ambao wao ndio wasimamiaji wa kila kitu kinachojiri katika ulimwengu wa kichawi, na wao wanaweza wakatia neno. Ndipo mamake Jaafar akamchukua Abul Qasim na kumpeleka katika ngome maalum ya wazee wakubwa wa kichawi ambao wao kazi yao ni kupokea ugeni mfano wa Abul Qasim. Walipofika pale, mamake Jaafar akasema waambia wazee wa kiume ambao walikuwa ni watu wazima sana, kwa kukadiria eji zao, kiongozi wao alikuwa hapungui miaka 100 na anaishi kwenye ulimwengu wa kichawi, lakini pia anaishi kwenye ulimwengu wa kawaida. Ndipo alipokwenda Abul Qasim pamoja na mamake Jaafar. Mamake Jaafar akasema, wakuu na wafalme wa ngome hizi, nimekuja kwenu kwa ajili ya msaada. Kijana huyu nilimleta mbele yenu, anaweza kuwa msaada wangu na wenu pia. Naomba mumsikilize na naomba munisikilize pia. Mara ikasikika sauti ya mzee mmoja, mtu mzima sana ambaye eji yake anakadiriwa miaka hiyo nilokuambia. Akasema, siku zote huwa mkifanya madhambi, mkifanya maovu, halafu mnakimbilia huku kutaka msaada. Wakati mnafanya vita na upande wenu wa pili, hamkujua kwamba yatatokea matatizo kama haya. Mamake Jaafar akasema, wakuu, muhimu tumejirudi na tumeona kosa letu, tunachoomba mtusaidie. Yule mzee akasema, wewe kijana, sogea hapa mbele. Yani akaitwa sasa Abul Qasim asogee mbele. Baada ya kusogea, yule mzee akasema, unajua gharama hiki ambacho unakuja kukifanya hapa? Unajua kitu gani ambacho utakitumia kwa hicho unachokifanya hapa? Unajua nini kitakukuta baada ya wewe kuamua kufanya hilo unataka kulifanya? Abul Qasim akasema, wazee, mbona mnanichanganya? Mimi lengo langu ni kumsaidia huyu mama, na lengo langu ni kusaidia hao viumbe wa duniani wanaoteseka. Nimeletwa hapa bila ya kujua na kuja wapi. Kwa nini sasa mnaniambia maneno kama haya? Yule mzee akasema, shida ni kwamba sisi tuna upinzani na kundi la wachawi analotumikia huyo mama. Amekuja kwetu kuomba nguvu kwa sababu anajua kabisa hawezi kufanikiwa akiwa na kundi lile. Lakini tutaamini vipi kama yeye amekuja hapa anahitaji msaada wetu? Mamake Jaafar akadakia akasema, wakuu, siwezi kuwatania,
ni kweli nahitaji msaada wenu na ndio maana niko hapa. Tafadhalini sana, naomba mnisikilize. Mwanangu anateseka na niko tayari kuacha uchawi. Wale wakuu wakasema, hatuko hapa kwa ajili ya kusitisha kuacha uchawi. Tuko hapa kwa ajili ya kuonyesha mapambano dhidi ya wapinzani wetu. Wewe ulikuwa ni mpinzani wetu, lakini sasa umerudi kwetu kuomba nguvu. Bila shaka unahitaji sisi tuwe sehemu ya maisha yako. Lakini je, tukishamkomboa mwanao na akikombolewa kisawasawa, wewe bado utakuwa upande wetu au utakuwa upande gani? Mamake Jafar akasema, mimi niko tayari kuacha uchawi kama nilivyowaambia, lakini sijajua nitumie njia gani kwa sababu wamenizidi nguvu. Na waahidi, endapo mtoto wangu atanyanyuka na kuwa mzima na salama, basi na mimi uchawi itakuwa basi. Yule mzee akasema, ha. Muhimu sio kuacha uchawi. Muhimu tunataka tuongeze nguvu katika taifa letu. Hata huyo uliokuja naye tumependa nguvu yake na ujasiri wake na uthubutu wake. Kwa hiyo wewe utajiunga kwenye chama chetu. Je, uko tayari? Mamake Jafari alinyamaza kimya. Mzee akauliza tena, endapo tutamnyanyua kijana wako na kuwa salama akapona, utajiunga kwenye chama chetu. Je, uko tayari? Mamake Jafari alinyamaza tena. Mzee akaongea mara 3. Nimeuliza kwako, endapo kijana wako atainuka na kuwa mzima na salama, je, uko tayari kujiunga na chama chetu? Ndipo kuna bibi mmoja mtu mzima alikuwa pembeni ambaye walifatana naye hii safari ya kuja kwenye ngome ya watu wazima. Yule bibi akamwambia, sema Tawile. Mamake Jafar akasema, Tawile. Yule mzee akasema, kwa kuwa niliuliza mara 3, umenijibu mara 1, nitarudia tena kuuliza maswali haya mara 3. Unatakiwa unijibu zote mara 3. Na huu ndio mkataba na utoweza kuuvuka. Sisi hatuandiki mikataba kwa maandishi. Maneno na matamko ndiyo yanomfunga mtu na kumfungua mtu. Narudia, endapo tutamponesha kijana wako akarudi kwenye hali ya kawaida, je, utakuwa tayari kujiunga kuwa kwenye chama chetu? Akasema, Tawile. Akarudia tena, endapo tutakufungua mtoto wako akapona, je, utakuwa tayari kujiunga na chama chetu? Akasema, Tawile. Akarudia tena, endapo tutamfungua kijana wako akapona akarudi kuwa salama, je, wewe na kijana wako mtakuwa tayari kujiunga na chama chetu? Akasema, Tawile. Kisha yule mganga, yule mzee akamgeukia Balkasim akamwambia, kijana, wewe ndio umekuja hapa kwa ajili ya kutafuta nguvu ya kumponya. Yule hawezi kupona isipokuwa zitumike nguvu za kichawi mfano wake. Nguvu unazotaka kuzitumia wewe ni nguvu ndogo sana. Uthubutu na ujasiri wako umekuja hapa, tumependa sana. Nawe nataka tukubaliane hapa. Je, endapo tutamponya kijana wa huyu mama ambaye ni Jafar pamoja na mwenzake, na wewe tukakupa nguvu ya ziada ya kusaidia watu, je, utakubali kuwa katika chama chetu? Hapa sasa Sheikh Al-Qasim akasita kidogo. Akasema, samahani mkuu, kabla sijaeleza kwamba nakubali au nakataa, nataka nijue ni chama gani unachokikusudia. Yule mzee akatoa ishara kama kumwangalia kijana mmoja aliyokuwa pembeni yake. Yule kijana akasema, sikiliza bwana, ni kwamba sisi tuna ushindani baina ya pande mbili, tunagombana sana. Kwa upande huyo mama alokuleta hapa walikuwa ni wapinzani wetu, na sasa wamekuja kwetu kuomba nguvu. Kwa hiyo mzee anamaanisha kwamba endapo Jafari akasimama na wewe ndio kaonekana umemtibia kupitia mama, utapata sifa nyingi sana duniani sehemu, lakini uwe sehemu ya chama chetu, yaani na wewe uwe mchawi. Je, umekubali? Nini kiliendelea? Mpenzi fuatiliaji, usikose sehemu ijayo ya kisa hiki. Asante, jazakumullah.